Kifua hapa kwa kifua hapa. Bora nichukulie unahitaji madharau. Ngoja kwanza unahitaji mimi madharau. Subiri unaongea sana. Unaweza kuongea. Ongea sasa. Wewe vipi? Ngoja usikilize kwanza afu wewe umesikia wewe? Wewe usinipate kichwani mimi maisha haya, umesikia wewe? Wewe nakwambiaje wewe? Yaani mwanangu mimi sielewi kabisa basi yani. Ndio nyumbani huko. Tena baba mwenye nyumba. Atugia ndani ya masaa 24 tushahama. Yaani tumpe chumba chake. Ngoja ngombe Kide. Mimi mwenyewe toka asubuhi mwenye nyumba akashaniambia tuhame huko ndani. Kwa sababu ya kodi imeisha. Alafu isitoshe tunakaa watatu mle ndani. Mimi, wewe na huyo mdogo wako. Toka alipokuja mdogo wako hajachangia kodi huko ndani. Sio kodi tu. Chakula na maji pia. Ana faida gani huko ndani? Sasa bora aondoke tu. Mimi nishakwambia yule bado hajitafuta. Kwa hiyo tumvumilie tu. Sisi tupambane tulipe la watu wa kodi. Bebu tutahama pale ujue. Anaimba kitu gani? Kwa mziki upi mpaka atoboe? Yule tumpambanie. Ndugu yangu mimi na ndugu yako vile vile. Bora aondoke tu. Hamna mziki anaoimba yule. Yaani tukiita masiala tunalipoteza ile ghetto. Wanangu. Kama kaka. Wabizo. Unajua nini my brother? Napitia magumu sana kwenye mziki wangu. Nilikuwepo pale chini nafanya mazoezi na mwanangu Shabaha. Amekuja mke wake pale. Amemletea dheshen pale, mimi wakati natoka narudi zangu maskani huko. Nakutana na mpenzi wangu ule Lukia bro. Nakutana na mpenzi wangu ule Lukia. Ameniambia ametafutiwa mwanaume mwingine ili amuoe. Sasa wakati pale ameniambia maneno yale, mimi nikawa nimevurugwa. Naanza kumbembeleza mtoto ili mradi ajaye kwenye mifumo turudiane, labda nilipokosea mimi anisamee. Napiga zangu magoti hadi chini, mara kaka yake huyo hapa. Umeona? Kaka yake kaniletea dheshen kinoma yani. Yaani mpaka nafikia hapa nimepitia magumu kinoma yani. Jamaa kanipiga. Umeona? Lakini wanangu, ipo siku mimi nitatoboa. Yaani wale wote waliokuwa wananiletea mimi ubaya, wananiona mimi sifai kwenye mziki wangu, mablo watakuja kuniheshimu. Alafu wanakuja kwenye stage yangu mimi nawafukuza na kama siwajui. Mabro, brother Bizo, lazima nitoboe bro. Lazima nitoboe brother wangu. Sasa unatoboa kitu gani? Utoboe sikio au? Kwa mziki gani mpaka utoboe? Nisikilize mdogo wangu. Wewe kuimba hujui. Afu kazi ipo nyingi za kufanya, sio lazima uimbe tu. Yaani wewe kuimba hujui, totally 100%. Kuimba hujui mdogo wangu. Kifua hapa kwa kifua hapa. Bora nichukulie unahitaji madharau. Ngoja kwanza unahitaji mimi madharau. Subiri unaongea sana. Unaweza kuongea. Ongea sasa. Wewe vipi? Ngoja usikilize kwanza afu wewe umesikia wewe? Wewe usinipate kichwani mimi maisha haya, umesikia wewe? Wewe nakwambiaje wewe? Sasa uko nataka kunipiga mwanangu? Tambua wewe ni mtoto wa kike. Kwa utaki akanywe bi mkubwa au sio? Ujue wewe ndio unamharibu bi mkubwa, hivyo vitu umeona hivyo ulivyofanya wewe. Unamtetea ujue mwenyewe ndio unamharibu ujue. Hivyo vitu alivyofanya wewe vya kishamba inawezekana njiani barabarani au sio? Wamekaa wamekumbatiana afu yaani bi mkubwa unachukuliaje? Mbona unataka kutuletea fedha? Yaani unamfanya tu. Kwa heshima mimi si ndio? Nimekwambia sitaki unipigie mtoto wangu. Hata ambao ni mtoto wa kike. Kwa nini unataka Hapo fresh nimekuelewa bi mkubwa. Si mtoto wa kike wewe. Sema wewe umeona wewe? Yaani wewe umeona yani? Sasa yule mshamba wako ndio atafurahi. Yaani miziki akionana na mimi. Na one day yani kama nakugumieni vitaumana yani. Yaani mtajuana. Sikilize mwanangu nikwambie. Yaani issue ambayo unaifanya saizi hapa haina faida tu kwenye maisha yako.
Bizo usinizuie. Naomba nimwambie, naomba nimchane. Wewe utalegea mpaka lini? Mjini hapa atakuja kulegea. Yaani achangii kodi umndani, wala maji, wala bili za umeme. Wana faida gani umndani? Yaani mpaka Elokia anatafutiwa bwana wa kumuoa. Naona kama kwa wapo sahihi sana kumtafutia mchumba. Una kazi, una mbele wala nyuma. Wewe ni jobless brother. Utampa kitu gani Lukia? Asikizeni niwaambie. Hapa kodi ya nyumba 600,000. Mimi 200,000. Wewe mwanamuziki usije kuimba. Ambao unajua unaimba kitu gani? 200,000. Nikija hapa nikute. La sivyo tutaama umndani. Naondoka tutaondoka. Ila wewe umezidi. Haya, kilicho kusababisha utoke ndani ni nini? Lakini mama nini? Mimi yule mwanaume nampenda. Unampenda? Unampenda mwanaume ambaye haeleweki. Ana kazi ya kuzunguka tu mitaani, haeleweki. Hana mbele, hana nyuma, ni kijuso tu. Unampendia ni nini wewe? Anakusaidia nini? Sisi tumekutafutia mwanaume ambaye anaeleweka. Sijui umeelewa, ili atubadilishie mazingira yetu hapa nyumbani, hatutolee ufukara wetu hapa nyumbani na wewe pia. Huyo ndo ninayempenda mimi. Na sio huyo ambaye mnamtaka nyie anioe mimi. Simtaki wewe mnayemtaka nyie. Unasemaje? Lakini mama. Lakini ni nini? Kama mapenzi angekuwa ni pesa, basi wewe ungeolewa na mwanaume tajiri. Nilikuwa mjinga zamani, ndio maana nimeolewa na baba yenu fukara, ndio maana niko mpaka sasa hivi. Sio sasa hivi. Mimi sasa hivi sio mjinga, nikuone mwanangu mnaharibikiwa. Nataka ubadilishe maisha yako na maisha yetu. Sijui umenielewa? Mimi yule nampenda. Siwezi kumwacha. Lakini mama, yule mimi nampenda. Unachompendia ni nini? Lakini mama, tukiacha nayo yote, kaka kaniibia simu yangu. Kakuibia? Kakuibia kakuchukulia? Haya, kwa nini hujasema pale? Nilikuwa naogopa. Uliogopa eh? Basi endelea kuogopa hivyo hivyo. Na maisha yako yote endelea kuogopa na kudanchi na wanaume ambao hawaeleweki. Pumbavu wewe. Inanumiza roho. Wewe bibia saa hizi tena hapa nyumbani. Na ile tumbo lako kipi kilichokushinda nyumbani kwako? Dada mimi bwana nimechoka. Yaani hapa unavyoniona toka asubuhi sijanywa hata kikombe cha chai. Na mwanaume kila nikimwambia fanya kazi hata kufanya kazi, humo ndani hatuna hata senti 5 ya akiba. Na kama unavyoniona hivi, hatujanunua kifaa chochote kile. Hata nikiumwa leo sijui inakuaje. Mwanaume kumwambia fanya kazi, yeye mziki na yeye. Mziki nimeamua tu nije nipumzike kwa kweli. Hicho ndicho choko nakitaka mdogo wangu. Tangu mwanzo nilikwambia hilo tumbo ulilobeba mpelekee mwenye nalo. Lakini wewe ukaona kama vile ninachokiongea hakina maana. Ukamwona mwenye maana ni huyo mwanamuziki wako. Si ndio? Sasa naomba unisikilize. Mimi kwangu sihitaji mgeni wa aina yoyote. Zaidi ya yote, naomba tu hilo tumbo lako ukamtafute baba wa halali umpelekee, lakini sio kunirudishia mimi hapa kwangu. Lakini dada, lakini nini? Tangu mwanzo nilikwambia mdogo wangu, hilo tumbo mpelekee mwenye nalo. Wewe ukaniona mimi sifai, ukasema ngoja niende kwa mwanamuziki, kwamba nikija kuzaa mtoto atalelewa katika mazingira ya kistaa. Haya, wewe star uko wapi leo? Kimo cha kushinda ni kitu gani? Lakini dada, yule mwanaume unamjua vizuri tu. Yule mwanaume hana kazi. Zaidi mimi ndo namsaidia. Sasa na mzigo kama mimi nitaenda kuishi vipi? Nisikize nikwambie. Ninachokushauri ni kitu kimoja. Naomba huo mzigo uuchukue umpelekee mwenye nao. Tena ukamwambie yule bwana tuliyemzingizia ameshindwa kuulea huo mzigo. Lakini kwangu mimi hapa sikuhitaji. Na siwezi kukulea wewe pamoja na huo mzigo wako. Nadhani umenielewa. Mimi kwangu sikuhitaji na wala sikutaki. Nimemaliza. Sendi semo yote kama dakuniwa ni uwe hapa.
Penzi si haraka ya boda, penzi ni safari ya ngamia. Ukiingia usipate tabu, njia isia moja kwa moja, haihitaji ubondia. Ukiingia usipate tabu, weni wangu leo na kesho, usiniache kawa kichekesho, nishakufanya wangu we potential. Oh baby, na kama wakiongea bado niko na wewe. Vipi wewe? Mpaka muelewi mwanangu? Mimi nishakwambia mdogo wangu, yaani kuimba hujui. Yaani kuimba hujui totally. Hujui kuimba, unaimba kitu gani? Baada ya kwanza tunapataje kodi umndani tulipe. Kazi kuimba imba tu. Alafu sikia kide nikwambie mshikaji wangu. Atakuja kusepa umndani, mimi nakwambia mdogo wangu. Achangii kodi kila kitu, atakuja kusepa umndani. Kila siku tunaimba imba kitu gani? Kuimba hajui nishakwambia. Hizo. Mwache dogo afanye mazoezi. Anaimba kitu gani huyu? Alafu sikia mdogo wangu. Mimi nalipa kodi umndani unajua? Na ngaika nalipa kodi umndani. Mtakuja kutoka umndani, mimi nawaambia wote. Muda kupumzika hapa makelele na kama kitu gani? Unaimba kitu gani mdogo wangu? Halo? Hello, mambo. Poa vipi? Safi, nipo kwako hapa nje. Wewe nani? Ina maana unijui? Ndio maana nauliza wewe nani? Wewe njoo nje utaniona. Yaani upo nje kwangu au? Ndiyo, nipo nje kwako. Hivi ngoja nikwambie. Wewe tayari ushapata mtu mwingine. Inakuwaje unanipigia simu saa hizi? Naomba uniambie, unakuja au hauji? Yaani upo nje kwangu au? Ndiyo, nipo kwako, uamini au? Basi poa, nisubiri hapo nakuja. Sawa. Afu unajua mimi sikuelewi. Kwa nini unakuja usiku saa hizi? Tayari nimeshakwambia usije hapa nyumbani kwangu usiku. Lakini Bizo mpenzi wangu, sio mimi, mtoto wetu ndo amekumisi. Eti mtoto gani? Ushampakazia mmeo kwa saa hizi unasema mtoto. Sasa hivi mimi na stress kibao zinanichanganya sasa hivi sielewi. Yaani kodi sijalipa, bili za maji sijalipa. Lakini pia na umeme sijalipa. Isitoshe sasa hivi sijui nakula kitu gani. Alafu nisikilize. Mimi napenda kudumiwa mwenzako unajua. Nataka niishi maisha mazuri. Nataka nivae vizuri nipendeze. Sijui unielewa lakini unanipa kitu gani? Hivi kama sasa nakwambia kwamba nataka hela ya kula, upo tayari kunipa hela ya kula kweli? Bizo bwana, sasa ungeniambia mapema. Ila nimetoka kupokea hela yangu ya mchezo hapa. Alafu kuhusu swala la yule mume wangu, wewe achana nalo. Unajua zaidi kama mimi nakupenda. Kweli mtu sio nyao. Kwa hiyo umenipa bukten nini? Na chakula au sio? Alafu kuhusu hiyo hela ya kodi, mume wangu akinipa hela nitakuwa naeka kidogo kidogo nikusaidia hata miezi miwili. Kweli? Ni kwa sababu nakupenda, lakini wewe nikija hapa ni hata unifurahiki, mimi mpaka najisikia vibaya. Au unanifanyia hivyo kwa sababu unajua mimi nakupenda. Mimi nishakwambia mara kibao usije nyumbani kwangu usiku. Wewe tayari unajua ni mke wa mtu. Kwa hiyo next time sitaki nikuone hapa nyumbani usiku. Sawa? Utasikia? Wajichenge basi. Ushaniona tayari? Sasa mimi naondokaje? Mimi nimekumisi bwana. Wajichenge mshikaji wangu unajua. Ushaona tayari, utaki kitu gani tena?
Nimekumisi, usifanye hivyo. Sasa unaondokaje? Naondoka kama unavyoona naondoka. Basi hata nikisi. Yaani kunipa bukuteni leo nitakabusu la bukuteni au sio? Basi. Nikatae. Yaani kama nipendi kumbe la mapenzi. Shemeji, mimi nimekuelewa, lakini naomba kama mke wangu yupo ndani unitolee niondoke naye. Unajua shemeji, hii sio picha nzuri. Yaani hii mke wangu anakuja, anaondoka, anakuja, anamfuata, na hapa ukizingatia ni ukweni, mimi sijisikii vizuri. Na kuomba, mimi nimejirekebisha. Nipo tayari kufanya kila ambacho nahitaji. Kama kazi nitafanya. Kwa hiyo unajua kwa ulikosea, si ndio? Ulikuwa wapi kufanya kazi paka mkeo anatoka huko kwako anarudi hapa nyumbani? Nisikize nikwambie. Yule mdogo wangu hapa hajaua. Hapa ni kwao. Yaani hapa ni nyumbani kwake. Yaani sio kwao, nyumbani kwake. Kwa hiyo kama unahisi mdogo wangu nyota yake imefifia, umevomchakaza hivyo ukajua kwamba mdogo wangu hatapata sehemu nyingine ya kwenda, baba umeng'oa. Yule mdogo wangu bado anapendwa. Bado ana hadhi, popote pale akipita bado anatongozwa. Na tena nasikia jana kutwa nzima umemshindisha bila kula. Alafu nawe unajiita ni mwanaume. We ni mwanaume suruale. Hivi katika wanaume wakisema watoke, na wewe unaweza ukatoka wewe? Na taarifa ninazozisikia, nasikia hujanunua kitu chochote. Unategemea siku ya uchungu ukifika kula hospitalini utaenda na mic hiyo mic ndio mkasi? Au hiyo mic ndio itakuwa groups za kumzalishia huyo mkeo, si ndio? Nisikize nikwambie, kama umemchoka mdogo wangu, muache kama jinsi alivyo. Hajaondoka, ameua hapa. Tena na kwa taarifa tu labda nikwambie, naomba changanya hizo mbaliga zako na uondoke hapa kwangu. Shemeji, naomba uniwie radhi. Kama nimekosa tayari nishakiri nimekosea. Na siko tayari kabisa kuruhusu mke wangu abaki hapa afu mimi niondoke peke yangu. Shemeji, mimi nishasema niko tayari kwa lolote. Na kama kujirekebisha tayari, niko tayari kabisa kujirekebisha. Please shemeji, nakuomba, kama yupo ndani mke wangu, naomba unitolee niondoke naye. Tangulia atakuja. Tangulia atakuja. Sikovu pongeshera umivu na kosara, jaribu kufosi furaha, inanumiza kidomo machoni mwao, dosili nzito lonayo, kutendwa na tendwa, kuacha na shindwa, ndo inanumiza roho. Inanumiza roho, inanumiza.